Mwanadamu hu mavumbi na mavumbini utarudi. Soma Mwanzo 3 sura 19. Hivyo ndivyo ambavyo tunaanza. Maneno mazuri kutoka kwenye Biblia ambayo huwa yanatukumbusha kuhusiana na mwisho wetu. Mimi ni Florence Renatus, mwenzangu ni Hasani Saddam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai pamoja na afya njema. Tuko tayari tena kukupa taarifa nyingine nzuri ambayo humu ndani ina huzuni ya ndani yake. Inatoka kule mitaa ya Msimbazi ambayo tuliweza kuipokea, na Msimbazi ndio ambao walithibitisha, na hilo taarifa tulipokea mapema, lakini ikahitajika uthibitisho kutoka katika klabu, na klabu ndio ambayo ikathibitisha hivyo, na sisi tukasema mara baada ya kuipata basi tutaileta kwenu, kwa sababu tumekuwa sehemu ya kushare na nyie taarifa zote nzuri, lakini hata zile ambazo zinahusisha huzuni, nazo ni taarifa ambazo unapaswa kufikishiwa mtazamaji wa Dara Sports, na wewe ambaye ni mdau mkubwa tu wa mpira wa miguu hapa nchini Tanzania. Karibu ndani ya Dara Sports. Lazima nikukumbushe kwanza kuhusiana na wale ambao wanafanya makubwa na wamefanya mapinduzi kwenye swala la internet, na wazungumzia Yasi. Kwa shilingi 100 kwa shilingi takriban 1,500,000 unajipatia router safi kutokea hapa Dara Sports, router ya Yasi ambayo ina uwezo mkubwa. Mmoja uwezo mkubwa ilionao ni kuconnect zaidi ya device 30 na bado ikafunction vizuri. Lakini kingine ambacho router zingine hazina ni chaji bwana. Router ya Yasi bwana, hii ina chaji ambayo inaweza kudumu kwa muda mrefu, ni kutokana tu na wewe umeiweka kwenye moto kwa muda gani. Lakini jambo lingine zuri ni kasi ya router hii. Ina kasi ya ajabu mno, na ndio ambayo Dara Sports tumekuwa tukiitumia hapa kukuletea vipindi ambavyo vinaonekana kwa ubora mkubwa sana. Kwa hiyo nakukumbusha ya kwamba watembelee, tutafute sisi Dara Sports kama unahitaji router safi ya Yasi. Takribani Tanzania shilingi 1,500,000, alafu inakuwa na offer ndani yake ya mwezi mzima bure. Wasiliana nasi, hata ukiweka comment yako tu hapo chini, sisi tutakuja tusome, alafu tukupe maelekezo namna gani ambavyo unaweza contact nasi, mambo yakawa vizuri kabisa. Na sasa tukaribishe ndani ya Dara Sports. Uko vizuri? Nilikuwa nataka niwakumbushe kitu kimoja, kwamba saizi mtu ana VPN zaidi ya 10 za kujiguide, kwamba saizi nimesikia inaitwa guide, unajiguide na ulinzi mapema. Sasa ukiwa na router ya Yasi unaambia kwamba huhitaji VPN nyingi. Alafu watu wengi hawajui VPN, kwa hiyo sio kila mtu anajua kutumia matumizi ya VPN. Sawa. Kwa hiyo ukiwa na router ya Yasi umejikamilisha vya kutosha. Bwana, jambo zuri sana hilo. Unataka kujua mimi nipo Tanzania? Angalia kwenye simu yangu kuna VPN za kila namna. Kwa hiyo toa VPN zote, tafuta router yako safi ya Yasi, wasiliana nasi Dara Sports, tunakupatia mambo yanakaa vizuri kabisa. Nimeanza kukusema ya kwamba Dara Sports umekuwa watu wa kushare taarifa za kimichezo, zile ambazo zinahusisha furaha, hata ambazo zinahusisha huzuni. Kwa sababu sisi kazi yetu tunazungumza michezo hapa. Kwa hiyo taarifa yoyote ambayo inahusu sehemu ya mchezo tutaiwasilisha hapa. Kwa hata hii ya Msimbazi ni taarifa muhimu, nitakwenda kuisoma kama ambavyo imethibitishwa na klabu ya Simba. Nao pia inahusisha michezo, lakini ndani yake ina huzuni, kwa maana kumhusisha yule ambaye amefiwa. Naomba ni some vizuri taarifa hii ambayo imethibitishwa na klabu ya Simba, licha ya kwamba mimi nilikwambia tulipata muda mrefu, lakini tulisubiri uthibitisho, kwa sababu taarifa kama hizi uwezo kutoka hadharani ukazitoa tu. No. Kuna namna ambavyo lazima upate vidhibitisho maalum, shahidi maalum. Inasema Tanzania, uongozi wa klabu ya Simba umepokea kwa masikitiko taarifa za kifo cha baba mzazi wa kiungo mshambuliaji wetu Kibu Dennis, mzee Dennis Prosper, kilichotokea usiku huu mkoani Kigoma. Simba inatoa salamu za pole kwa Kibu pamoja na familia nzima ya mzee Dennis kwa msiba huu mzito, na tupo pamoja katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Uongozi wa klabu unawaomba wanasimba wote wanasimba wote pamoja na wanamichezo kuwa pamoja na Kibu kwa sala na maombi katika kipindi hiki kigumu, ili avuke salama na kuweza kurejea kwenye majukumu yake. Mwisho wa kunukuu. Hiyo ndio taarifa ambayo inatoka mitaa ya Msimbazi, inamhusu kiungo wa mshambuliaji, moja ya mchezaji muhimu mno katika klabu ya Simba, Kibu Dennis Prosper, ambaye amempoteza mzee wake, mzee Dennis Prosper. Kibu D huwa anaitwa zile D zile ni Prosper D, ile Kibu D huwa D ya mzee alafu ya kwake nyingine. Kwa hiyo ina maana ni Dennis Prosper anampoteza mzazi wake. Ni pigo kubwa na ni pengo kwa Kibu Dennis kumpoteza mzazi. Ni kwa mtu yote tu, ina maana kinapopotelewa mzazi kwa namna moja kuna namna inakushusha wewe katika kazi, chochote unachokifanya. Kitendo cha kupotewa na mzazi ni hali ngumu, na
inakuwa ni shida kimchezaji mwenyewe binafsi, lakini hata mtu nje. Na sasa tunavyozungumza Simba Sports Club wanajiandaa kimataifa, na kumbuka Kibu Denis amekuwa msaada mkubwa sana katika mechi za kimataifa. Amekuwa na maamuzi, ukiachana kwa amekuwa na hana historia nzuri inapokuja swala la ligi kuu, lakini inapokuja swala la kimataifa Kibu Denis amekuwa msaada mkubwa Simba Sports Club. Unaona mara ya mwisho dhidi ya Kosfeni uwanja wa Benjamin Mkapa, ile timu kutoka Tunisia, dakika za jioni pasi ya mwisho anaileta Yusuf Kagome na mkuta Kibu Denis anawapa alama 3 Simba ambazo walikuwa wanazipoteza katika uwanja wa Benjamin Mkapa kama unakumbuka. Goli dhidi ya Al Masry unakumbuka. Kibu Denis anaingia kambani. Kwa Kibu Denis tunavyomzungumza kwa upande wa Simba, anapopotelewa na mzazi, wamepoteza kiungo mahiri ndani ya Simba, au wamepoteza mwanajeshi mahiri ambaye alitakiwa kwenda kuipigania Simba kimataifa, na amekuwa na mchango wao, amepoteza morali ya mchezaji wao, unaweza kusema hivyo. Alikuwa na mchango mkubwa sana ndani ya Simba. Miongoni mwa vitu vitatu ambavyo tunatarajia ni madhara ya mchezaji yoyote kupotelewa na mzazi: kijamii kwanza, ukiachana kabla ya uwanjani, kijamii kwanza, atakuwa na msongo wa mawazo ambao ule msongo wa mawazo ukampelekea kushindwa kufanya majukumu yake vizuri. Hata kama wewe leo unasimama kwenye mic unamwambia mtu karibu katika michezo, baadaye labda una mawazo yako mengine, labda una tatizo lako kubwa linakusumbua, unalichanganya kwenye kazi, mwisho wa siku unashindwa kufanya kazi vizuri. Tatizo jingine kuna kukasirika, hasira, huzuni, vivyote ukivichanganya kwa pamoja anakuwa na mfadhaiko mkubwa moyoni mwake, ambao bado inaendelea kuwa ngumu na haitomfanya afanye vizuri mambo yake aliyokuwa akiyafanya. Tunamkuja uwanjani ni mambo mengi yanapungua. Kibu Denis anasifika kwa kuwa na stamina kubwa sana uwanjani. Ashum saizi amempoteza mzazi wake. Ile stamina yake katika kubato na wachezaji mbalimbali inapungua. Ule uwezo wa kujituma, Kibu Denis ana uwezo wa kujituma sana. Umeangalia ana uwezo wa kucheza mbele, anaweza kurudi kuja kuwasaidia mabeki nyuma. Amempoteza baba yake, ni mtu muhimu, itakuwa ngumu tena kurudi sasa ile stamina yake kukompiti na wachezaji watatu, ili hata kuweka mguu mmoja wa pili hawezi kuweka tena wa pili kwa sababu kichwani hayuko vizuri. Swali jingine ambalo ni uwezo wa maamuzi kufanya uwanjani. Labda kuna sehemu alitakiwa ashuti, unaweza kutaka labda huko kwenye reaction ya kumove kuna kitu kikakuingia tu ghafla kichwani. Kumbuka ubongo sisi hatuwezi kucontrol ubongo, unakontrolewa na Mungu peke yake. Sisi hatuna mamlaka ya kuongoza. Unaweza labda unataka kufanya maamuzi, kwa hiyo ikajikuta kumfanya afanye makosa mengi uwanjani. Kwa Kibu Denis kwa sasa ana vitu vingi ambavyo anavipitia vinaweza vikamfanya hata kuna kufanya maamuzi uwanjani. Nilikuwa nazungumzia swala la kushuti. Labda ulitamani kushuti au ulitamani ukakabe, lakini ile nguvu tena kujituma wewe kwenda kukaba inapungua, ni kutokana kwamba ana matatizo anayoyapitia. Haya matatizo kumbuka sio ya muda mfupi, ninachotaka ni ya muda mrefu. Ili sasa ina maana ni ndani ya miezi 2 mpaka 3. Unajua kitendo cha kumpoteza mzazi sio kitendo cha haraka hivi cha dakika 1 au 2, ni kitu ambacho kinakaa kichwani. Sasa inatakiwa mfano labda baada ya mazishi kukamilika na nini, anabidi arudi, wachezaji akae karibu na madaktari wa saikolojia ya wachezaji kwa ajili ya kumshauri. Urafiki wa karibu inabidi uongezeke kuhakikisha wasimpe huzuni, ili na aanze kurudi taratibu baada ya haya yote kwa wamefanyaje yamepita. Bwana, ni asante Sadamu huyo akitoa mawazo yake kuhusiana na nini ambacho yeye anakitazama kuhusiana na Kibu Denis Prosper ambaye amempoteza mzee wake, mzee Denis Prosper. Mswahili mmoja aliwahi kusema ya kwamba huzuni ni huzuni, yani mzazi ni mzazi. It doesn't matter how close you are guys. Yani inawezekana walikuwa wako mbali, inawezekana upendo. Unajua kuna mapenzi yale ambayo yako very close, afu kuna yale mapenzi ya mbali. Unanielewa? Maumivu ya kumpoteza mtu pia huwa yanadepend na ukaribu wako na wewe na huyo mtu. Unanielewa vizuri? Lakini inabaki kama ni kumpoteza mzazi, inabaki tu ni mzazi. Yani haijalishi mlikuwa karibu, haijalishi mlikuwa mbali, kwa sababu ukaribu wenu ndio namna gani ambavyo utakuwa unakupa maumivu, na umbali wenu ndio namna gani ambavyo pia utakuwa unakupa maumivu. Kwa hiyo kwa Kibu Denis hamna stories zozote ambazo ziliwahi kutoka kwamba hana ukaribu na mzazi wake. Wote tunafahamu ya kwamba alikuwa karibu na mzazi wake. Na ule utoro, yani ukizungumza Kibu Denis unazungumza ule utoro wa kutoroka kambini, ndio tabia yake nje, lakini nyingine kuhusiana na wazazi hatujasikia. Kwa hiyo we all know that kwamba Kibu Denis alikuwa very close na baba yake mzazi. Na ni mengi maybe wamefanya kama mtoto na baba. Ambacho kinaumiza zaidi kwenye kumpoteza mtu ni marejeo ya kumbukumbu ambazo mlikuwa nazo. Kuna nyakati ambazo utakuwa na
utakuwa na namba, yani namba yake ipo kwenye simu, huwezi tena kumpigia. Lakini kuna wakati utakuwa unakaa unasema nimetoka kwenye game, ngoja nimcheki mzee aniambie leo amenionaje uwanjani. Sio, unanielewa? Au ulitarajia simu yako umetoka uwanjani unatarajia simu ya mzee akupigie. Kwa hiyo kuna moments kama hizo. Sasa hizo ndo tunaita kumbukumbu. Kwa hiyo ukikaa chini hivyo kafikiria kwamba ndio basi tena, yani until na mimi naondoka kwenye hii dunia sitokuja tena kuisikia sauti ya babangu mzazi, sitokuja tena kuona namba ya simu ya baba, sitokuja tena kumsikia baba akinifokea, baba akicheka kwa ajili yangu. Ni kitu ambacho sitokuja tena kukiona. Kwa hiyo sasa zile kumbukumbu zinavyoendelea kukaa kichwani mwako ndivyo ambavyo zinaendelea kuharibu saikolojia yako. Sasa ndio ambao ulikuwa unazungumza hapa kwamba anahitaji sasa baada ya kurudi anahitaji apate saikolojia au technical bench wapo wale kwa ajili ya hiyo kazi maalum ya kumrudisha Kibu taratibu. Sasa ambacho kinatokea ni kwamba kichwa chako kinakuwa kinawaza nini sana kila muda. Yani kila muda unawaza nini kichwani mwako. Sasa unajikuta kama mchezaji ile kuwaza kwamba mbele tuna game dhidi ya Agosto inaondoka. Sasa kinachokuwemo tena kichwani mwako ni nimempoteza baba. Ni kila ukikaa hivi unarejea tu kumbukumbu nzuri za wewe na baba yako, unaanza kurejea toka utotoni na vitu vingine na maisha mengine. Lakini pia nini ambacho mlikuwa mmekuwa mmepanga kwamba kuna siku mtafanya wewe na mimi. Unajua si binadamu tuna tabia ya kuweka mipango ya mbele. Sasa hivyo vitu vikiwa vinarejea ndio vitu ambavyo vinaenda kuvuruga psychology yako. So unajikuta kwenye 100% za akili yako, 80% mpaka 90 zinawaza sadness moment za wewe na mzee wako ambaye umetoka kumpoteza. Hence words inaenda kuaffect kabisa utendaji wako wa kazi. Nakumbuka Bakari Nondo Mwamnyeto, nahodha wa Young Africans, alivotoka Coastal Union akasajiliwa na Yanga, alikuwa ni mmoja wa mabeki bora sana, bora sana kwenye NBC Premier League until the time alikuja kumpoteza mke wake. Na alipompoteza mke wake Mwamnyeto ndiko ambako anguko la Mwamnyeto lilianza. Kabla ya kuja kuanza kufanya recovery akarudi imetumia muda mrefu. Alipompoteza mke wake ile ni kitu ambacho kilikuja kumuaffect sana. Alafu sasa mbaya zaidi alivorudi uwanjani hivi wakawa wanamweka benchi. Yani ndio kitu ambacho kikaendelea kuharibu kabisa. Kwa akajikuta ni moja ya beki bora kabisa tulie naye. Akajikuta anafanya vitu ambavyo vinaigharimu timu kwa namna moja au nyingine. Alifikia hadi hatua watu wakawa wanamuita Maguire. Sasa unaelewa kipindi ambacho Maguire naye pia alikuwa anafanya vitu vyake vya ajabu pale Manchester United. So ndo moment kama hizo sasa ambazo tunazizungumza. Hapa yani kinachorudi ni kumbuka hapa katikati mchezaji ataondoka, ataenda msibani na kama ambavyo unafahamu misiba ya Wakristo ilivyo huwa inachukua almost wiki, tofauti na ndugu zetu Waislamu ambaye mtu anaweza akafariki leo, hata leo akazikwa au kesho akazikwa. So misiba ya Kristo ilivyo kuna namna ambavyo inakuwa mirefu kidogo, zaidi hata ya wiki na kitu mpaka mtu anakuja kuzikwa. So hizo siku zote kumbuka mchezaji hatakuwa mazoezini, na akirudi ametoka kupambana na wakati ambao ni wa huzuni sana. Anarudi tena anapaswa kufanya recovery, anapambana tena na vitu viwili vikubwa. Anapambana na saikolojia yake kwa maana ya akili yake, anapambana na issues za fiziki pia. Kwa yani inarudi maandalizi ya mwili na maandalizi ya akili pia. Vitu ambavyo vyote ni vya msingi vinapaswa kufanyika kwa wakati mmoja ili kumwandaa mchezaji kama package iliyojaa kwenda kukabiliana na game ambazo ziko mbele yake. So inawezekana ni wakati mwingine wachezaji wa Simba kuonyesha uwezo wao kipindi ambacho mchezaji muhimu kama huyu yupo kwenye majanga, na wao ndio wanapaswa kufanya hivyo, kwa sababu haiwezekani wote tukubaliane ya kwamba Simba inamtegemea Kibu ili ipate matokeo. Mimi nitakwambia hapana. Kibu ni mchezaji muhimu sana kwenye klabu ya Simba, lakini hatuwezi tukasema yani bila yeye sasa
Simba inaenda kufungwa zaidi ya goli si hapana. Kuna wachezaji wengine ambao ni talented tu wapo kwenye timu, wanaweza wakakaa nafasi ya Kibu Denis wakacheza vizuri na timu ikapata matokeo. Ila ambacho tunakiangalia zaidi hapa ni effect za mchezaji kama mchezaji mwenyewe. Tunazungumzia career ya mchezaji. Kama ambavyo tulikuwa tunaizungumza career, nimetolea mfano mzuri wa Mwamnyeto. So kwamba alivyoondoka Young Africans, alipopatwa na msiba akaondoka, kupatikana wengine ambao alicheza vizuri. No, alipotoka akapatwa na msiba, majanga hapo katikati, Ibrahim Abdullah Baka kaka wakawa wanapata vizuri pamoja na Dickson Job. Sawa, na Yanga bado ikaendelea kufanya vizuri hata bila yeye. Kwa hiyo kilichorudi ni maisha tu ya mchezaji kama mchezaji. Yani tunarudi tu kwa sababu mchezaji, mpira wa miguu ndio sehemu ya yeye kupata chakula. So unanielewa vizuri, mpira wa miguu ndio kazi yake. Kwa hiyo anaathirika vipi na issue ya msiba ambao umeweza kutokea, ndilo ambalo tunalizungumza hapa. Kwa hiyo ni jambo la kuendelea kumuombea. Nimesoma vizuri press release ya Simba, nimeelewa maneno fulani ya mwishoni hapo yamezungumzwa vizuri kwamba tuwe na kuomba wana Simba wote kuwa pamoja naye katika kipindi hiki kigumu, kwa maana kumuombea zaidi kwa sala mbalimbali ni muhimu, kwa maana kumuomba Mwenyezi Mungu amtie nguvu, kwa sababu maumivu ya kumpoteza baba mzazi. Yani maumivu ya kumpoteza baba mzazi, hasa kwa mtoto wa kiume hata wa kike pia ni muhimu sana. Mmoja wa wataalamu wa masuala ya malezi aliwahi kuzungumza na kusema a boy without a father is just like an explorer without a map. Yani mtoto mvulana anayekuwa pasipokuwa na baba ni kama mpelelezi au mtalii anayezurura pasipokuwa na ramani maalum. So unanielewa? Yani mama anaweza akakukuza vizuri, ukawa God fearing mzuri, ukawa mtu mzuri ambao unaweza kaishi na watu vizuri, lakini mama hawezi kukufanya wewe ukawa mwanaume. Sio kama unanielewa vizuri? Yani mama hawezi kukufanya sasa wewe ukawe mwanaume. Sawa, ila baba anaweza akakutengeneza wewe kuja kuwa mwanaume. Ndio maana kuna baadhi ya changamoto ambazo tukizipata maishani uweze kumface direct mama, kwa sababu mama ukimweleza tatizo fulani ulilopata, yeye anaumia mara 5 zaidi yako. Ile unaweza kumueleza baba asiumie, ila akakwambia mwanangu fanye hivi na hivi, kwa sababu kuna matatizo mengine ambayo huwa yanatukuta sisi wanaume ni baba alishawahi kumkuta. Ukimuuliza baba naye alishawahi kuexperience hicho kitu. Unaweza kumuuliza hata mwanaume fulani akakwambia alishawahi kuexperience hicho kitu. Ukimuuliza hata mwingine anaweza kukwambia naye alishawahi experience hicho kitu. Yani ni kitu ambacho kinatukutaga wanaume tu. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza unajikuta na wewe unapatwa na hicho kitu. Hilo kichukua simu kampigia baba anakuambia tatizo just do this and this and this, kwa sababu alishawahi experience. Ile unaweza kumuelezea mama akawa muoga nafsi, anaogopa mama. Kwambia sasa mwanangu itakuwaje? Yani yale mapenzi ya mama unamwelea siku mama wengine wakishindwa uvumilivu analia na wewe. Ila ni ngumu sana kumkuta baba analia na wewe. Yani baba umueleze matatizo yako afu aanze kulia na wewe. No, hawezi kulia na wewe. Anatafuta solution. Kwa hiyo mama, kuna mtu mmoja aliyosema hivi, mama ni mlezi wa mtoto, ila baba ndo huwa anaonesha njia ya mtoto, kwamba mtoto anapaswa aelekee vipi. Kuna video moja niliwahi kuiona, baba alifika kwenye sehemu fulani, aliweka makusudi ile kamba. Ilikuwa ni kamba, wakati wanapita, sasa ukikuta kamba maana yake lazima uruke. Sawa baba alipofika yeye akaruka. Mtoto alipofika pale akawa anamwangalia baba. Intention ya mtoto ni kwamba baba aje ambebe, amvushe. Ila baba naye akawa anamsubiri tu anamwangalia. Kwa hiyo mtoto akarecall kwamba baba kafanyeje hapa mpaka amepita. Alichukua ikamba akaishusha chini kidogo, akapandisha mguu, akafanyeje? Akaenda. Kwa hiyo naye okay fine. Alivyoshusha kamba akaona bwana inashuka. Kwa hiyo alipandisha mguu akafanyeje? Akaenda. Kwa hiyo angelikuwa ni mama angemwambia njoo nikubebe mwanangu. Lakini baba alifanya vile kwa maana ya kumfundisha ya kwamba mimi nakutengenezea wewe njia. Yani pita hivi na ambavyo mimi nafanyaje na kuelekeza. Kwa hiyo ni vitu fulani ambavyo huwa vinatokea kwenye familia. Na
vitu muhimu sana. Kumpoteza baba, maumivu ya kumpoteza baba huwa yanakuwa hata the same kwa mama. Lakini ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi mwanadamu huwa nikiona mtu amefariki huwa naona ni nakumbushwa na Mungu. Yaani nikipigiwa simu kaambia bwana fulani amefariki. Mfano for instance mimi sasa hivi tulivyo watu ambao ni mazanao chuo kikuu, na dada mmoja naye pia amefariki. Kwa hiyo nilipopigiwa simu kaambia bwana unamfahamu fulani, tumempoteza bwana, atoka kujifungua na vitu kama hivyo. Huwa natumia ile nafasi naona kama huwa ni nafsi ambayo, yani mtu ananiambia fulani kafariki, huwa ni kama mtu ananikumbusha kwamba huku ndiko ambako wote tunaelekea. Ndio safari. The question is how you prepare yourself. Unaandaje safari yako wewe? Yeah. Kwa hiyo sasa hizi wanachotakiwa tukufanya wachezaji wa Simba ni ukaribu wake na Kibu Denis, kuhakikisha anaporudi wakisha wamtengi katika hizo nyakati ngumu. Zitamsaidia kuna namna moja ama nyingine, madaktari nao kumtembelea mara kwa mara, mazoezi madogo pale atakaporudi. Sasa baada ile situation kwa limetulia, kwa hiyo Kibu Denis tunamtarajia anaweza karudi. Hii inahitaji muda mrefu ndio tutaweza kumuona tena Kibu Denis katika uwezo wake uzoea. Bwana, nakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi. Mimi pamoja na Hassan Saddam. Of course kipindi kwa namna moja au nyingine kilikuwa kimepoa kwa sababu taarifa ambayo tulikuwa tunaisoma hapa ni taarifa ya huzuni sana. Ambao walishawahi kupoteza wazazi wanajua haya maumivu namna gani ambavyo yalivyo, hasa kwenye harakati zetu za utafutaji. Na tuzidi kumwombea Kibu Denis kwa sababu ni moja ya watu ambao tofauti na kuifanyia kazi Simba, anaifanyia kazi pia timu ya taifa ya Tanzania. Na pengine tunamtegemea kwenye mchuano wa AFCON ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 21 mwezi ujao. Kwa hiyo tumuombe heri, Mwenyezi Mungu amtie nguvu na arejee uwanjani, endelee na majukumu yake kama kijana mwenzetu, kama Tanzania mwenzetu, kama binadamu mwenzetu, kama na ilivyokuwa ada ya sisi kuendelea kuombeana dua njema kila kukicha. Asante pia kwa Pako kuhakikisha kwamba hata kama tuna huzuni lakini kamera zitatufanya sisi kuonekana ngavu na zitakuwa zimesimama vizuri kama ilivyo klabu yangu ya Arsenal pale katika ligi kuu ya nchini Uingereza. Bye mpaka wakati mwingine.